Tupo kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia. Unaonaje kombe la dunia la mwaka huu, namna vipaji vilivyo, ushindani na vitu kama hivi? Ufaransa simuona, Argentina simuona. Umeona kabisa kwamba kuna kitu, yani ndio kwa timu za Afrika kutolewa, unajua kulikuwa na malalamiko sana, lakini kuna kitu ambacho cha kujifunza. Ukiangalia vilabu vyote ambavyo, yani timu zote za taifa ambazo zimeperform consistently moja kwa moja, Ufaransa ikiwa ni mmoja wapo, lakini pia hata ukiangalia Spain, ukiangalia unaona kabisa yani walio invest kwenye youth development ndio wengi wameonekana kuwa na mafanikio. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwanza vimetufundisha katika World Cup hii mwaka huu, ndio kushiriki timu nyingi, lakini pia kuna vitu ambavyo watu walikuwa wanaangalia labda katimu kadogo, kwa mfano kama vile Cape Verde, lakini ukiangalia performance ndio ilitolewa, lakini ukiangalia performance ya Cape Verde kwamba hawa Cape Verde wenzetu, lakini mbona perform kiasi hicho? Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kwa kweli kwa World Cup ya mwaka huu kuna mafunzo mengi sana ambayo watu wengi na hasa sisi ambao tuko chini, kwa mfano sisi timu nyingi za Afrika tumejifunza kutokana na kile ambacho wenzetu wameonekana kuwa nacho, na hasa kuwekeza kwa vijana. Unaona kina Lamine Yamal leo hii ni moja kati ya mifano ambayo unaona kabisa kwamba investment kwa vijana ndio the only solution ya mafanikio ya mpira wa miguu. Tunaelekea kwenye michuano ya mataifa Afrika AFCON mwaka 2027 na timu zetu za vijana zinaelekea kufanya vizuri. Tuziamini timu hizi, wachezaji hawa? Ni lazima kuwa na programu hiyo. Programu ya vijana haiko peki, kwa sababu kwa programu za vijana kwa maana kama under 17 wako wanakuwa na zile programu za miaka mitano, minimum miaka mitano. Wale under 17 unapoendeleza kwa pamoja huwa ni rahisi sana timu ya taifa kufanya vizuri. Tofauti unapokuwa mchezaji, yani wanakutana mara kwa mara wachezaji tofauti. Lakini ukiwa na wachezaji ambao angalau minimum katika wachezaji 11, minimum wachezaji 7 ambao wamecheza kwa pamoja zaidi ya miaka mitano, mara nyingi huwa kunakuwa na mafanikio. Na moja kati ya mifano ukiangalia Spain, ukiangalia Ufaransa, ni moja kati ya mifano. Ukiangalia hata Morocco, timu yao jinsi ambavyo ndio wameshatolewa, lakini timu yao jinsi ambavyo walitengeneza ya vijana, unaona kabisa ni youth program ambao walianzia kwenye under 17 wakaendeleza mpaka kufika kwenye senior team. Kwa hiyo hata kwa sisi kwa hii AFCON ndio kwa vijana tunaweza tukawa tunaandaa, tusiangalie tu AFCON ya mwakani, lakini kwa hawa vijana tuliokuwa nao tukianza kuwaingiza kwa ajili ya miaka 4-5 ijayo, huko uwezekano mkubwa, na kama tulivyozungumzia sasa hivi World Cup kama hivyo sasa hivi, huko uwezekano timu zikaongezeka kutoka hizi 48, huko uwezekano ile World Cup inayokuja timu zikaongezeka. Kwa hiyo Afrika timu 10, unaweza kukuta Afrika timu 15. Sasa timu 15 si nafasi ambayo mnaweza mkapambana watu tukafanikiwa kwenda kwenye World Cup kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuinvest kwenye vijana ni lazima. Kwa hiyo kwa kuanzia kwa hii hapa ya kama wanavyosema AFCON, tunaweza kaanza kuwaingiza vijana ili waanze kupata uzoefu. Wengine watacheza, lakini wengine waanze kupata uzoefu kwa ajili ya next AFCON na next FIFA World Cup. Unajua una majukumu mengi. Wa kumalizia tu, kumekuwa na fikra mseto kwa uamuzi wa nahodha wa Taifa Stars Bwana Ali Samata kusema kwamba hivi sasa imetosha sasa kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Ndio, ni maamuzi ambayo wachezaji waga tunafikia. Hata mimi nilishawahi kufanya maamuzi kama hayo, lakini sasa inategemea kwa kipindi hichi ambacho sisi tuna host mashindano haya ya AFCON, na ndio sababu hata ukisikia mwenyekiti wa mheshimiwa rais wa TFF kweli hakuwa ametarajia, hata mimi binafsi kweli sikuwa ametarajia, hasa nikiwa najua kwamba sisi tuna host mashindano haya mwakani. Lakini kunapokuwa nahodha sio lazima uwe unacheza nahodha. Kuna vitu vingi vyana ambavyo vya kusimamia na hata kwenye kuinfluence na kwa yeye kwa uzoefu kwa experience yake. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo, kwa hiyo ndio sababu hata mimi naunga mkono kama alivyosema Wallace Karia kwamba kuangalia namna ya kufanya naye mazungumzo kwa ajili ya kumalizia kwanza haya mashindano ambayo sisi tutahost. Ingekuwa inafanyika sehemu nyingine sawa, lakini sababu sisi tuna host, kwa hiyo bado influential players, wale wachezaji ambao kama yeye senior, ni moja kati ya bado mahitaji ambayo na hata mimi naona kabisa kwamba ni kweli bado yanahitajika, lakini ingawa ndio ni uamuzi binafsi, lakini nafikiri mazungumzo yanahitajika. Umeshachukua hatua ya kuwasiliana naye moja kwa moja? Watu tunawasiliana kwenye magrupu, lakini katika hili bado hatujalizungumza. Tunatamani iwe exclusive sasa kupitia kampuni ya magazeti ya serikali TSN uzungumze na Bwana Ali Samata. Nafikiri huwa wachezaji wa zamani huwa tuna magrupu yetu, huwa aje mbali Sputanza iko Galacticos ambapo huwa tunazungumza. Kwa hiyo huwa tunawasiliana, hata yeye pia huwa tunawasiliana naye, lakini katika hili bado hatujazungumza naye, lakini tutazungumza naye.